Nami pia napenda nimshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema wakati wote tulipokuwa hapa katika kusanyiko hili. Ni imani yangu kwamba wote mmekuwa na afya njema na hatujasikia lolote ambalo limeathiri ushiriki wa mmoja wenu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa hili. Tunapokamilisha mkutano wa 5 wa kimataifa wa elimu bora 2025, ni furaha na heshima kubwa kwangu kutoa hii hotuba kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa siku 3 nilizokaa hapa Dar es Salaam katika ukumbi huu, hapa eneo hili limekuwa ni kitovu cha mijadala, kitovu cha kubadilishana maarifa na kuonyesha mshikamano wa pamoja katika kusukuma mbele elimu jumuishi yenye usawa, endelevu na bora barani Afrika. Kama ambavyo tumeshaambiwa, mkutano huu umekusanya zaidi ya washiriki 465 kutoka mataifa mbalimbali ndani ya bara la Afrika na pia nje ya bara la Afrika, jambo ambalo linaonyesha nguvu na utofauti wa harakati za elimu barani Afrika. Ndugu wageni waalikwa, washiriki wa kongamano hili, kauli mbiu ya mwaka huu naamini sasa kila mtu ameshaweza kuikariri, ambayo ilikuwa ni kujenga mifumo imara na uwekezaji, kuimarisha uchangiaji wa rasilimali za ndani kwa elimu jumuishi bora na endelevu Afrika. Kauli mbiu hii iliongoza mijadala yetu na kutupa uelewa wa pamoja kuhusu changamoto za rasilimali tulizokuwa nazo, lakini pia fursa zilizopo katika kugema rasilimali hizo. Tumejadili kwa kina masuala kama vile uchangishaji wa rasilimali za ndani, uhimilivu wa mifumo ya elimu, hamasa ya walimu, usawa katika elimu, teknolojia na sauti za vijana na vijana balehe. Kupitia majadiliano haya tumefikia mambo muhimu mengi ambayo mratibu wa TENMET ameyataja, nami nipende kuyataja kwa uchache. Kwanza, tumekubaliana nchi kuongeza na kuboresha matumizi ya rasilimali za ndani ili kufadhili elimu kwa njia endelevu hata wakati wa misukosuko ya kiuchumi au mabadiliko ya vipaumbele vya nchi hisani. Tumependekeza kuwa kila nchi kusaidia mageuzi katika mifumo ya ufadhili wa elimu yakiwa yamejikita kwenye sesa 2026-2035, vipaumbele vya Umoja wa Afrika na malengo endelevu ya maendeleo na lengo endelevu la maendeleo namba 4. Tumekubaliana kwamba walimu ni kiini cha mageuzi ya ujifunzaji, hivyo wanahitaji uwekezaji wa kudumu katika maendeleo yao ya kitaaluma, motisha na ugawaji sahihi wa walimu katika shule, mijini na vijijini. Tumekubaliana kuongeza uwekezaji katika elimu ya awali, yani ECD, kama msingi wa ujifunzaji wa maisha yote. Tumekubaliana kuweka vijana, wasichana na makundi yaliyotengwa katika sera za elimu, sio tu kama wapokeaji bali kama washiriki na wabunifu wa mustakabali wa elimu Afrika. Tumekubaliana pia kutambua nafasi ya teknolojia na akili bandia, akili unde ndio neno linalotumika sasa, kama nyenzo muhimu ya kuchochea usawa, ubunifu na upatikanaji wa elimu iwapo zitatumika kwa njia jumuishi na yenye uwajibikaji. Hayo ni machache ambayo niliona ni bora niyataje, lakini mengi yamewasilishwa kwetu na mratibu wa TENMET.
Ndugu washiriki, kama Wizara ya Elimu tunathibitisha tena dhamira yetu ya dhati katika kuendeleza elimu jumuishi yenye usawa na ubora hapa nchini. Kupitia mpango wa maendeleo wa sekta ya elimu, serikali yetu imetenga zaidi ya 14% ya rasilimali za ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya elimu, hatua ambayo inatupelekea katika uendelevu wa elimu. Pia tunaelewa kuwa tumewekeza kwa walimu, na kama tulivyoongea katika majadiliano yetu kwamba walimu ni kitovu katika swala la ufundishaji na ujifunzaji. Hivyo muda mrefu serikali yetu ilishapitisha kwa mfumo wa sheria kuwa na bodi ya walimu, lakini sasa tutaanza kuitumia bodi hiyo ili kutoa ushauri kwa wizara na kusimamia maadili ya kitaaluma kwa walimu, lakini pia kuendeleza mafunzo ya mara kwa mara kwa walimu hao. Sambamba na hiyo pia mafunzo endelevu kwa walimu katika maeneo ya tehama, tumeongelea masuala ya akili unde, lakini pia katika stadi mbalimbali za kufundisha ili waendane na mabadiliko ya mitaala na kuandaa wanafunzi kwa soko la ajira linalobadilika. Zaidi ya hayo, usawa wa kijinsia na ujumuishi vimebaki kuwa kiini cha ajenda ya elimu. Wizara inatekeleza mikakati mahususi kusaidia makundi yaliyoko pembezoni, wakiwemo wasichana na wanafunzi wenye mahitaji maalum, na tunahakikisha kuwa hakuna mtoto wa Kitanzania anayebaki nyuma katika swala la elimu. Katika mojawapo ya wasilisho yaliyotolewa na wadau mlipokuwa eneo hili, tumesikia wenzetu wa shirika la Buffalo Bicycle wameweza kusaidia wanafunzi waliokuwa wanatembea umbali mrefu kutoka nyumbani kwenda shuleni. Na wadau hao wamesaidia katika maeneo mawili, kule halmashauri ya Bagamoyo, lakini pia katika halmashauri ya Butiama, na hivyo msaada wao huo umeimarisha sana mahudhurio ya wanafunzi na kupunguza mdondoko wa wanafunzi. Tunaahidi serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI itaendelea kutunza vifaa vyote ambavyo wadau hao wametupatia ili kuimarisha ujifunzaji kwa wanafunzi ambao wamepata msaada huo, ambapo jumla ya baiskeli 30 zilitolewa katika halmashauri ya Bagamoyo na baiskeli 157 zilitolewa katika shule ya sekondari Butiama iliyopo halmashauri ya Butiama. Aidha, nimefurahi pia kusikia michango ya wadau wakiwemo Mastercard Foundation ambao wameendeleza ushirikiano wao hapa nchini, na sasa wanaendelea kufadhili na kusaidia eneo la walimu kwa kuimarisha mafunzo ya walimu kazini, mafunzo kwa viongozi wa shule, pamoja na utolewaji wa motisha kwa walimu. Ndugu washiriki wa kongamano hili, napenda kuwakumbusha kuwa kile tulichofanikisha kukipata hapa Dar es Salaam kwa siku hizi 3, naamini hakitabaki hapa ndani ya ukumbi huu, bali tutachukua maazimio ambayo tumekubaliana na kwenda kuyatekeleza katika nchi zetu, katika wizara mbalimbali ambazo zinahusika, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia na jamii kwa ujumla. Hatua na uwekezaji tutakaofanya baada ya mkutano huu ndizo zitakazopima mafanikio ya kongamano hili, na itamaanisha kwamba hatakuwa tu na mijadala ambayo ilikuwa ni maneno matupu, lakini ni mijadala ambayo imetupelekea kuwa na mipango mahususi
kuboresha mifumo yetu ya elimu. Safari ya kujenga mifumo imara ya elimu na kuifadhili kwa njia endelevu sio rahisi kama wote tunavyojua. Lakini kama tulivyoshuhudia hapa, inawezekana kushirikiana tukiwa na umoja, inawezekana tukibadilishana uzoefu, lakini pia tukizingatia misingi ya ujumuishaji, usawa na haki. Tukifanya hivyo, tutafanikiwa kuwa na misingi imara na iliyoendelevu. Kwa pamoja, tunaweza kubadilisha mazingira ya ufadhili wa elimu Afrika na kuhakikisha kuwa tunakuwa na ugharamiaji wa elimu ambao ni endelevu. Tanzania kama taifa tunabaki na dhamira ya kuendeleza ajenda hii ya bara letu, na kwa kushirikiana na taasisi za kikanda, Umoja wa Afrika na wadau wengine wote wa elimu, ajenda hii tutaendelea kuipa kipaumbele. Kupitia dhamira hii, ninapenda kuthibitisha kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wote, ikihusisha pia hata wale wa kutoka sekta binafsi, katika kutafsiri na kutekeleza dhana ya elimu bora kwa vitendo kwa watoto na vijana wetu wa Afrika. Ndugu washiriki, kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na serikali kwa ujumla wake, napenda nitoe shukrani zetu za dhati kwa bodi na management ya Mtandao wa Elimu Tanzania, ikiongozwa na mwenyekiti wake ndugu yangu Simon Nanyaro, lakini chini ya uratibu wa mratibu mahiri Bi Martha Makala, kwa kuongoza na kuratibu ufanyikaji wa mkutano huu muhimu. Hakika mnastahili kupewa maua yenu, na mkutano huu umekuwa wa manufaa makubwa, na tuwapigie tena makofi ndugu zangu. Pia napenda kuwashukuru wadau wote wa maendeleo, asasi za kiraia, walimu, sekta binafsi, wanataaluma na wanaharakati wa masuala ya elimu, wao pia kwa ushiriki wao hai ambao umetupelekea kuwa na mchango muhimu katika mkutano huu. Kwa hiyo pia nanyi tunawashukuru sana. Mwisho lakini si kwa umuhimu, shukrani za dhati kabisa ziwaendee washiriki waliokuja kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania, ambao wametoka katika pembe mbalimbali za bara letu la Afrika, na hata washiriki wengine kutoka nje ya Afrika. Hakika ushiriki wenu umefanya mkutano huu kuwa shirikishi sana, na umeleta maana halisi ya mkutano wa kimataifa. So thank you for coming. Tunawatakia nyote kila la heri mnaporudi katika makazi yenu, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi wakati wa ufunguzi, alivyosisitiza, tunaomba msiondoke bila kutembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vilivyopo katika nchi yetu, iwe ni hapa Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar na hata katika maeneo mengine ambapo utakuta vivutio hivyo mbalimbali. Msiondoke basi, mkiondoka basi muondoke na picha ya nchi nzuri ambayo itawavutia muweze kuja kutembelea wakati mwingine. I have my sister from Lesotho. You're always here, and before coming to this city, you're in Arusha, so I know you enjoy the destination, safari destinations we have in Tanzania, and we ask all our colleagues and friends to come and visit our tourist destination in Tanzania. So thank you so much. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, baada ya kusema haya sasa, ninayo heshima kubwa kutangaza rasmi kuwa mkutano wa 5 wa kimataifa wa kujadili juu ya utoaji wa elimu bora
kwa watoto na vijana wetu wa Afrika ulimwenguni umefungwa rasmi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na asanteni kwa kunisikiliza. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.